tunapoketi asubuhi ya leo, nataka kuleta salamu za ushirika ambazo nilipewa Jumapili. Hatukuwa pamoja nanyi katika kule nilikuwa na hudumu kanisa la PC Miracle Church. Kule Mungu alipea nafasi ya kuhudumu Jumapili na nikapewa salamu nikirudi pande hii, na ni kweli washirika tuko pamoja na watu wanaendelea kutafakari na kufuata uso wa Bwana. Jambo la pili niseme kama kanisa vile tulitangaziwa ni kwamba tuko katika season ya kusherekea miaka 100 ya wazee wa kanisa kutoka siku ile tuliteuliwa. Na kwa hivyo kama wazee wa kanisa tuko na jukumu ama tuko na nafasi ya kujiita mkutano. Tunajiuliza maswali, since when this ministry of ordination ilianza, vile sisi tumesimama katika pengo, na kama wazee wa kanisa, kama mimi kibinafsi naendelea kufanya kitu tunasema soul searching. Kama vile mwenendo wa kanisa upo, mimi nimeweza kusimama kama vile kanisa na neno la Bwana rasema. Sisi wote twajua kanisa letu limewekwa katika msingi wa neno la Bwana, na custodian wa neno la Bwana katika kanisa hili imewekwa kwa wazee wa kanisa. So we have the two types of elders, najua tuwajua sana. We have the teaching elder and the ruling elder. Both combined ndio huwa wamesimamisha na wameendelea ku make sure neno la Bwana limewekwa kama vile linatakikana. Na kwa hivyo nami kama mzee wa kanisa naendelea kujiuliza haya maswali. Have I been faithful to the word? Have I been able to serve according to what is written in the word? Naomba wazee wale tuko nao wa kanisa, najua Elder Charity yako pande ile nyingine, naomba wale tuko tusimame ili tuweze kuomba, kwa sababu ya hii kazi. Ni kazi ngumu ambayo Mungu ametupa kama wazee. Tunapoendelea kusherehekea the 100 years kama kanisa, tunapochukua ile jukumu la kujiuliza swali, how many times have I failed to fulfill my commitments to the word of God, to the commitment and the vows zile tumekuwa nazo katika kazi hii. Kwa hivyo nawe kama mshirika ni vyema kukumbuka ya kwamba we have elders na ni watu kama nyinyi. Sisi wote ni kama nyinyi. We go through what you go through. Unapompigia simu unahitaji support na unaona anakupa, na ikuwa an extra mile to make sure kazi ya Bwana imesimama. All the time washirika, before you complain, give thanks to God because of that elder. Muombe kila siku ili asimame katika pengo na aweze kutekeleza yale Mungu amempa. Ukiona kama anapotea njia, it is important to call upon God. Jehovah, he is the true shepherd. Yeye anaweza kuregesha mzee, anakaa kama neno la Bwana. Kwa hivyo this is the high time. We are celebrating the 100 years. Kuna wale wametoa maisha yao, wakajitoa mhanga ili kanisa lisimame. Na sisi it is our season as elders kusimama katika pengo ili tuweze kuona kwamba kazi ya Bwana imesimama. Kwa hivyo kanisa tusimame, so that one of us will pray for the ministry of eldership, ili tuone ya kwamba kazi inaendelea kutoka hapa, sababu hapa ndipo panafaa. Wataneno ya tusimame. Yes.
burdens, because besides the burden of the flock, we also have our own burdens, dear Lord. But because of the enabler that you gave us, the Holy Spirit of the living God, we continue to watch over your flock, and you watch over us as the shepherds, dear Lord. And we pray that you may continue giving us special anointing, that you may continue giving us enough, that we be able to have for our own and feed your flock, dear Lord, both spiritually and even physical nourishment. We call upon the Holy Spirit of the living God to continue guiding us and leading us, and covering us from any sin, dear Lord, that may bar your work from going on, dear Lord. Thank you, and we bless you for those who started the ministry. And as we carry the torch, dear Lord, and we pray that we are going to carry faith-free, and as we shall pass on the baton to others, they shall also continue lighting and carrying the light, dear Lord. May we be the light that shines in darkness, that many are going to come to the clouds of God because of what they see in us, dear Lord. And when we may fall short of your glory, dear Lord, always remember to lift us. Remember to cover us, dear Lord. Remember to give us your glory, so that the sin may not die, but your glory will always be upon us as we continue to do this forever. Thank you, and we bless you, and the ministry may continue. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Eno liwana mweli itire noveli ngoro inetigwa ine kiogi keno kiagaga ane wajekire wega wanyonia ine wega ni wega makeli owe wayoli onega nadogaro nekyo dirikanaga nane wajekire wega wanyonyama aike moigaga niagima none melimo ya goro erwaretwo aike moigaga matire neke waeyo negai eriawete ni wega owe wayolirwo nĩ tha na ndũgarũrũ nĩkĩo ũndirikanaga na nĩ wanjĩkire we wanyonia mahoya nĩ wega na makĩria owe wayolirwo ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Tuko mbele zako Muumbaji wetu, twahitaji neno asubuhi ya leo. Jehova Mungu, kuja unene na roho zetu. Mungu ishie milele, twaomba ukuje uchukue ushukani katika mahara haba. Nguvu ambazo zaletwa na mwovu shetani, mambo ambayo yaletwa na mwovu shetani, mawazo yetu kushikwa na roho wa mwovu shetani, roho ambazo zatoka kuzimu, roho ambazo zatoka kule kaburini, roho ambazo ziko huku juu kwa hewa, ambazo zazuia neno lako kufikia watu wako, tunataka kuzishusha chini ya miguu yetu. Na twaomba mamlaka na nguvu zote Jehova, kutukuka kwote kuwe kwako. Twaomba Roho Mtakatifu katika madhabahu haya akaweza kumiminika na akaweza kunena nasi. Jehova, shuka mahali hapa ili upate watu wako nguvu, ili Mungu upe watu wako ushindi, ili katika neema zako Jehova tuweze kusimama tena na tukiri ya kwamba wewe ndiye Mungu ishie milele. Tuko miguuni mwako twagojea, tuko miguuni Jehova twalilia wewe, tuko miguuni mwako Mungu twategemea wewe, twakugojea Jehova kama wa Emmanueli. Jehova, twahitaji Jehova neema zako, twahitaji nguvu zako, tutembelee sababu wewe ndiye Mungu. Ninaponena
Jehova, naomba nikaweze kushuka, ukaweze kunishusha Jehova, nikaweze kumiminika na Jehova, nikaweze kuwa chini ya Roho wako, ili Mungu nikaweze kunena masia yako kama ikupendezavyo Jehova. Tupe neno la uzima asubuhi ya leo, na kila roho na kila nafsi itapata nguvu katika neno. Katika jina la Yesu Kristo twaomba na twaamini. Amen. Niseme asubuhi ya leo, naitwa Mburu Kristo, nami tu marafiki, sababu ya kuniokoa, kunipa nguvu mpaka nafasi hii niko na ushuhuda, kwa sababu ni Mungu mwenyewe ameendelea kunilinda, ameendelea kunihifadhi, na ninaendelea kuona wema wa Bwana. Jumapili nilikuwa mahali tulikuwa tunanena connecting ourselves with God's altar. Hapo tulikuwa na wakati mwema, lakini siku ya leo ningetaka Mungu kulingana na vile ameniwezesha tuangalie neno la Bwana, na ninajua tutabarikiwa pamoja. Tuko katika enzi ama wakati mgumu sana katika kisiasa. Tunaona vile tunaendelea kuyumba kama nchi kwa sababu ya milengo ya kisiasa ambayo inaendelea. Tunapojiangalia kama boma, tuendelea kuona vile watoto wetu wanaendelea kutumika na kuharibiwa na Shetani. Tunaona watoto vile wanapitia mambo magumu, familia pia zaendelea kupitia mambo magumu. Na wakati ule mambo imekuwa mazito sana, maisha imekuwa ngumu sana, sababu kila kuchao kuna new issues that are rising every day. Na pengine hatujui kama Wakristo, hatuna msimamo wetu wa kusimama. Lakini asubuhi ya leo ni vyema kujua ya kwamba wakati Mungu aliumba binadamu, wakati Mungu alikuwa anaumba binadamu, hakumuumba kwa sababu hakuwa na haja naye. Haja ya Mungu ilikuwa imewekwa, na kutoka kitabu cha Genesis utaona ya kwamba Mungu mwenyewe aliumba mtu na compare the variables. Kuna ile kazi ambayo Mungu mwenyewe alikuwa angetaka binadamu aweze kutekeleza katika ulimwengu, lakini katika hali ya binadamu kuishi, katika mwanadamu kuendelea kusimama, katika mwanadamu kuendelea kujitakia makuu, he found himself lost from the glory of God. He found himself messed up, na mambo ile ambayo Mungu alikuwa amemwekea basi haikuweza kutimika. We are talking about God created man, na Biblia yasema in Genesis, Mungu aliumba mtu akampea dominion, ama akampa nguvu juu kaya ulimwengu. Mungu akaumba mtu na akampea nguvu za kumultiply. Mungu akaumba mtu akamwambia aweze kumanage au akawa steward ya yale mambo ya vitu Mungu alikuwa ameumba. Pia Mungu akaumba mtu na akasema ya kwamba ama akamweka katika ulimwengu huu so that he may represent the kingdom of God. Today ningetaka kusema ya kwamba the intention of God ilikuwa kila mmoja wetu akaweza kuendelea kukua ndani ya uungu wa Kristo. Mungu alikuwa angependa tuwe na ushirika na yeye. Mungu angependa tuwe na ushirika na yeye. Mungu alikuwa ameumba mtu ili aweze kusimamisha ushirika na yeye, lakini katika hali yetu ya kuishi ulimwenguni mambo yakawa magumu, maisha yetu ikatoka kutokana na wema wa Bwana. Lakini siku ya leo hata ingali tunayumba, hata ingali maisha yetu yameteswa sana, hata ingali kama familia watepetia mambo mazito sana, God has called us today, na ametuleta pamoja hatukumbushe ya kwamba chochote kile kimezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Kwa hivyo neno letu siku ya leo, we will be speaking whatever has been born by God will overcome the world. Ikiwa wewe umezaliwa na Mungu utashinda ulimwengu. Ikiwa wewe utakaa kama mapenzi ya Bwana, basi wewe utashinda ulimwengu. Ni kweli misukashuko itakuwa, ni kweli shida zitakuwa, ni kweli tutakuwa na wakati mgumu, lakini ni vyema kujua ya kwamba Mungu mwenyewe amekuita, Mungu mwenyewe amekuchagua, na neema zake zatosha. Hata ingali mambo ni mazito, Mungu mwenyewe yako nasi. Kama kanisa ni vyema kushukuru Bwana ametufikisha the last quarter of 2020. Sio sababu tumekuwa wema sana, sio sababu tumekuwa watakatifu sana, sio sababu tumetii sana, lakini kwa neema za Bwana
God has given us another chance. Therefore, as a church, it is important to ask ourselves and evaluate our allegiance before God and our devotion before God. Mambo ikiwa mazito, mambo ikiwa magumu, Mungu anakuita uangalie mienendo yako na uangalie vile unajitolea mbele ya kazi yake na mbele za Bwana. Daudi akajipata katika hali ngumu. Ukisoma nyumbani, ukienda usome in the book of 1 Samuel chapter 19, 20 and 21, ambayo is where we are getting this psalmist ama Daudi mwenyewe akiconfess yale alipitia. Daudi alikuwa ananaswa ama alikuwa anafuatwa na Sauli. Alikuwa karibu kuuliwa, na wakati Sauli alikuwa amemuona, alikuwa almost to kill him. Biblia yasema ya kwamba Daudi akijifanya mwenda wazimu, na ndiposa that is where Psalm 34 is coming from. Wakati Daudi aliona kweli adui zake ama mfalme Sauli ako karibu kumwangamiza, yeye akajifanya mwenda wazimu, na ili akaweza kuponyoka mikononi mwa Sauli. Na Biblia inasema ya kwamba Daudi alipoangalia vile Mungu amemwezesha, alipoangalia vile Mungu amemtendea, alipokuwa anaangalia maisha yake na iko karibu kuangamizwa na shetani, alipoangalia mzigo alikuwa nayo, akaileta mbele za Bwana, akaiangusha. Na Biblia sema ya kwamba Daudi akainua mikono yake juu, akasema ya kwamba I will praise the Lord all time. Nitainua mikono yangu juu niweze kusifu huyu Bwana, hata ingali nilikuwa napitia mazito, hata ingali maisha yako ilikuwa imetekwa na ilikuwa karibu kuuliwa. Mungu ameniokoa na ameweza kunitoa mikononi mwa adui. Kwa hivyo naweza kuinua mikono yangu niweze kusifu Bwana, sababu yeye Mungu ameweza kusimama nami. Jambo la pili, Daudi akasema ya kwamba roho yangu iweze kuboast ama iweze kutoa shukrani tena, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye ameona yale nilikuwa napitia, na yeye mwenyewe akaweza kuniokoa, akaweza kunitoa kwa zile shida. Na kwa hivyo siku ya leo naweza kusifu kwa sababu huyu ni Mungu. Daudi akasema jambo la tatu, Mungu mwenyewe nilikulilia, wewe Mungu ukasikia shida langu na ukaniokoa na fia zangu ama kuogopa kwangu, wewe Mungu ukaweza kuitulia. Siku ya leo sijui ni mambo gani tunapitia kama kanisa, sijui kibinafsi ni yapi unapitia, na pengine wewe ni kama Daudi unapitia mambo mazito. Tuko Psalm 34, unapitia mambo mazito, lakini siku ya leo tunaitwa na Mungu, ametuita, na Daudi anatukumbusha ya kwamba katika unyonge wetu, katika unyonge wake kama Daudi, katika umaskini wake, Mungu aliona shida zake na yeye akamuokoa. Pengine wewe ni kama Daudi, umezingirwa na adui zako, na wewe ni Mungu tu anaweza kukusaidia. We have a God who can be able to save your soul and your family. Tuko na Mungu mwenyewe anaweza simama na wewe katika yale unapitia. Siku ya leo yale unapitia, Daudi ametuita kama Emmanueli, na ametuita in Psalm 34 akasema, come taste and see the Lord is good. Sijui ni yale unapitia. Psalm 34 verse number 8, Daudi akaita washirika, akaita wale marafiki zake, akaita wale walikuwa wanamfuata, akaita wale askari walikuwa wanafanya kazi nao, akawaambia, kujeni muweze kutest ama muweze kuoja wema huyu wa Bwana, sababu huyu Mungu ndiye Jehova. Yeye ndiye Jehova na yeye ndiye Mungu atasimama nasi. Akasema ya kwamba ikiwa nyinyi mtaogopa huyu Mungu, ikiwa nyinyi mtapenda huyu Mungu, ikiwa nyinyi mtatii huyu Mungu, sababu Psalm 34 iko na mambo matatu tu ambayo nitakuwa naangalia, alafu tutaingia kwa yale yako kwa screen. Daudi akasema mambo matatu. Ikiwa nyinyi mtaweza kuogopa Mungu, ikiwa nyinyi mtapenda huyu Mungu, ikiwa nyinyi mtatii huyu Mungu, he concluded in verse 9 that you will lack nothing.
Wana Emmanuel, our kingdom has been founded in 3 issues. Imani yetu iko katika vitu 3 tunapotembea. Tunapokaa kila Jumapili, tunaposimama kila Jumapili, tujue ni vyema kutii Bwana, ni vyema kumpenda Bwana, na ni vyema kumwogopa Jehova. Tukiwa na yale mambo 3, Biblia inasema ya kwamba you will lack nothing. Sababu watoto wa simba wanaweza kwenda njaa, lakini wale watafutaye Jehova, they will have everything that is good in their lives. Verse number 10. Whoever seeketh the Lord will lack nothing good. Daudi akasema ya kwamba ikiwa tutampenda Bwana, ikiwa tutamuogopa Jehova, ikiwa sisi tutatii Jehova, jicho la Jehova linaangalia mtakatifu. That is verse number 15. Jicho la Jehova linaangalia yule mtakatifu, naye Jehova anaangalia kilio chako. And attentively, ama sikio lake linasikiliza kilio chako. Asubuhi ya leo, sijui kama wewe una kilio, sijui katika mlimani huu wewe pengine uko na kilio. Ikiwa wewe utatii Jehova, ikiwa wewe utapenda Jehova, ikiwa wewe utasimama katika pengo na uweze kufuata maagizo ya Bwana, Biblia yasema ya kwamba Jehova will stand with you, sababu kilio chako yeye anasikiliza. Lakini ikiwa wewe ni mtukutu, ikiwa wewe hautakaa kama neno la Bwana, ikiwa wewe hautafuata maagizo ya Bwana, Biblia yasema ya kwamba Jehova will cut your life. Biblia yasema ya kwamba Mungu atasimamisha maisha yako ili uweze usikose kuendelea katika ulimwenguni huu. Lakini wewe ikiwa utanyenyekea chini ya wema wa Bwana, ikiwa wewe utasikiliza sauti ya Bwana, hata ikiwa utapitia mambo mazito, Daudi akasema Mungu mwenyewe hataachilia hata ufupa wako uweze kuvunjika. Siku ya leo unaweza kuona kama umesongwa sana. Pengine wewe unajiangalia tu, kilio kimejaa ndani ya roho yako, lakini Mungu anatuahidi siku ya leo, he will never allow you to be crushed. Hata kuachilia roho wako ama mifupa yako iweze kuvunjika, sababu yeye ni mwaminifu. He is Jehovah, and the Bible says that he is God and he is ready to redeem his servant. Siku ya leo, are you a servant of God? Jehovah is ready to redeem you. Jehovah is ready to walk with you. Daudi alipoangalia yale yote, akaona ahadi za Bwana, akaona vile Mungu amesema, akaona ya kwamba ni kweli, mimi nitasimama. Na wana Emmanuel, ni vyema kukaa kama Daudi. Daudi akapoangalia mambo mazito, mambo mengi yanapitia katika ulimwengu ni mwake, then akaandika in Psalms chapter number 63 verse 1. That is what we have now in our teaching. Daudi akasema, early in the mornings my soul thirsts for you. Asubuhi na mapema roho yangu itatafuta uso wako. That is Psalm 63 verse 1 and 3. Daudi anasema alipoangalia wokovu wa Bwana, alipoona neema za Bwana, alipoona nguvu za Jehova, akatambua ya kwamba my allegiance, my devotion before God, every morning I will seek his face. Kama Emmanuel, how many times do we seek the face of God? Tunaposongwa na mambo mazito, tunapopitia mambo mazito, tunapoona mambo mazito imetokea, basi twajipata na tunaona kama haiwezekani. Lakini siku ya leo ni vyema kusema ya kwamba Mungu wetu ako pamoja nasi. Mungu wetu ako na nguvu mingi, na ametuahidi in Deuteronomy chapter 29 and 28. You can be able to read again. Uone ya kwamba vile Jehova amesema, we renew our contract with him, we renew our covenant with him, we renew our devotion with him. Asubuhi ya leo kama kanisa ni vyema kuangalia ushirika wetu na Mungu uko namna gani. Tunaposimama, how committed are we in our heart? How are we committed in our confession before the Lord? Daudi akasema in Psalm 34, ikiwa ungetaka kusimama
katika pengo. Ikiwa ungetaka kusimama na utakatifu, akaomba from verse 11, akasema ya kwamba ni vyema vinywa vyetu tuviondoe maneno machafu, vinywa zetu tusiondoe mambo ambayo yataleta sifa. Ikiwa ungetaka kusimama, ni vyema kila siku uache kuongea mambo ambayo yastahili, sababu Jehova ndiye Mungu. Siku ya leo kama kanisa, we need to renew our commitment with God. We need to renew our commitment with Jehovah. We need to renew our vows before God, ili Jehova Mungu ishie milele akaweza kusimama na sisi. Alipoita wana wa Israeli, akawaita siku ya leo, akasema in Deuteronomy chapter 29 verse 12 and 13, akasema ya kwamba I want to confirm you, I want to renew my covenant and my promises, zile niliweka na Abraham, zile niliweka na Isaac, zile niliweka na Jacob. By the way, Mungu aliposema haya mambo matatu, anaongea mambo ya madhabahu saba ambayo iliwekwa na familia ya Abraham. The family of Abraham had 7 covenants with God, and Abraham had his own portion. Isaac had 2, Jacob had 1, and Abraham had 4. Sitapata na nafasi dakika hii, tutayasoma with time, tuone ya kwamba vile mambo ilivyo. Tunapoogopa Mungu Jehova, kuna yale angetaka tuwe nayo. Wale wote ambao tunaogopa Mungu, wale wote ambao tungetaka kusimama katika pengo na tuweze kusimama kama vile Mungu amesema, ningetaka tuangalie hiyo Psalm 91, sababu it's all about fearing God. Siku ya leo Daudi anaongea mambo ya kuogopa Mungu. In Psalms chapter 91 verse 10, Daudi akasema, you have made the Lord your defender, the most high your protector. Siku ya leo kama wana Emmanueli, ikiwa tutaogopa Mungu, ikiwa tutapenda Mungu, ikiwa tutatii Jehova, then we need to make our Jehovah to be our defender. Ikiwa maishani mwako you should not have any other defender, Jehovah should be your defender. Again Jehovah, Daudi akasema ya kwamba Jehovah, you will be my protector. We are reading in Psalms 91. I believe we can get it on the screen. Psalms 91 verse number 10. Daudi anasema ya kwamba Jehovah, you are my defender and you are my protector. Then number 10 anasema ya kwamba, so no disaster will strike you, no violence will come near your home. Can you open there? Najua tunaweza soma sa screen usindwe kama tunasoma ile Psalms. Can you open your Psalm number 91? I told you tukija kanisani ni vyema kubeba Biblia ili unaweza kufuata yale yanaandikwa katika neno. Daudi akajua ya kwamba Jehovah is my defender, Jehovah is my protector. Ikiwa ungetaka kusimama na wewe ungetaka kuwa kile kimezaliwa na Mungu, na ungetaka kuwa mshindi katika ulimwengu, then Jehovah is saying that if you make him your defender, if you make him your protector, then Jehovah is promising you something. He is saying, no violence, no disaster will strike you. That is verse number 10. No violence will strike your house. Number 3, wewe ukiwa ungetaka kuzaliwa na Mungu, basi anasema in verse number 11, God will put his angel to be in charge of you, to protect you wherever you go. Wana Emmanueli, Mungu ametuita ili tuwe watoto ama tuwe watu wamezaliwa na Mungu wa Jehova. Jehovah, number 12, again God is saying, Jehovah will hold you up with his hand to keep you from hurting your feet on the stone. Hii ni neno la Bwana. Wana wa Emmanueli, if tutakuwa tumezaliwa na uungu, Mungu anaendelea kusema, akatumia David akasema ya kwamba Mungu atakushika mkono
na atazuia mguu wako kuteseka ama kuvunjika ama kuumizwa na jiwe katika ulimwenguni huu. Na anasema in verse number 13 again, yeye Mungu atatupa nguvu za kupigana na adui zetu. Ama simba, tutapewa nguvu kukanyanga simba ambazo zinakuja kutuattack. Again, God will give you power to step ama kukanyanga nyoka ambazo zinakuja kuuma, the poisonous snakes on our life. Verse number 14 in Psalms 91, Mungu akasema ya kwamba, God says, I will save those who love me, and I will protect those who acknowledge me as Lord. Wana Emmanueli, wewe ukipenda Mungu, Mungu mwenyewe anasema ya kwamba He will protect you. Jehovah will protect you. Jehovah will walk with you. And again, He is saying in verse number 15, when they call upon me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. Wana Emmanueli, what do you seek kama kanisa? Unaposimama katika pengo, ni nini wewe watarajia? Mungu anasema ya kwamba tukimulilia, yeye atakuja atatuokoa. Yeye Jehova atakuja na ataendelea kutupa nguvu, sababu yeye ni Jehova. And again finally, Daudi akasema, ikiwa tutapenda huyu Mungu, ikiwa tutatii Mungu, ikiwa tutamuogopa Mungu, David in verse number 16, he said, I will reward them with long life. I will save them. Wana Emmanueli, what do you seek today? What do you seek today? Mungu ametuita, na anapotuita pamoja, anatuambia ya kwamba siku ya leo, what do God need from us that we may be able to keep His covenant? The covenant ya kwamba ni vyema tumuogope Mungu. The covenant ya kwamba tuweze kumpenda Jehova. The covenant ya kwamba ni vyema tumtii Jehova. What does the Bible says? God wants us to fear Him. Psalms 112 verse 1 to 3. The Bible says, praise the Lord, blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His command. Their children will be mighty in the Lord. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in the house, and their righteousness endureth forever. Jehova ametuita kama kanisa. Ikiwa tutamuogopa Mungu, anatuambia ya kwamba kubarikiwa ni wale wote wanamuogopa Mungu na wale wanatii agizo ya Bwana. Na anasema ya kwamba our generations will be mighty. If we want our children to flourish, ikiwa ungetaka maisha yako iendelee, ikiwa ungetaka watoto wako waendelee kunawili, ikiwa ungetaka boma yako isimame, Daudi anatukumbusha ni vyema kumuogopa Mungu. Naye Jehova anatuahidi ya kwamba tukimuogopa huyu Mungu, watoto wetu, they will be mighty in their generation because they will be blessed. And again, God is promising you something very special as a Christian. Wealth and riches zitakuwa katika nyumba yako. Siku ya leo, are you fearing God? God is saying, if you fear Him, He is able to fight for you. Wengine watu tungetaka kusema, ni vyema kujua wakati kuna uchungu wa kuacha mambo yale tunaona, wakati tunawacha yale tunafikiria kama ni mazuri, ni vyema kujua ya kwamba God is there to help us to overcome. Kama familia, ikiwa ungetaka kubarikiwa, God is calling us in number 2 to obey and walk in obedience with Him. And He is saying, if we obey Jehovah, in Deuteronomy chapter number 28, God is talking about the blessings zile ametuwekea. Katika Deuteronomy chapter 28, ameweka vitu nyingi sana.
na nilijua ukienda nyumbani utaweza kusoma yale aliwekea wana wa Israeli. In Deuteronomy chapter 28 inaongea mambo ya do's and don'ts, so that you may be able to receive a blessing of the Lord. In Deuteronomy chapter 28, Jehova akanenea wana wa Israeli, akawaambia ya kwamba ikiwa nyinyi mtatii yale nimewaahidi siku ya leo, ikiwa nyinyi mtafuata maagizo, you will be blessed in town and outside town. Mtabarikiwa katika mji na nje wa mji. Watoto wenu watakula matunda sababu watakuwa wamebarikiwa. Kizazi chenu kitaweza kusimama. And you can be able to read down. Mifugo yenu itakuwa ikiendelea kuongezeka. Basket zenu ama mifuko yenu ama gara zenu zitaenda kuinuliwa sababu zitajaa chakula. Siku ya leo, today God is saying He is our Jehovah. If only we can be obedient. In obedience in Deuteronomy chapter number 28, you can be able to read there. I'm categorically looking for a verse there ambayo ni ya maana sana. Ningetaka ukienda nyumbani uiangalie. Unapo kila siku ngangana sana kufanya kazi, unapo kila siku unangangana sana kusimama na kazi ya Bwana, ni vyema kujua ya kwamba God blessed the children of Israel, na akawaambia ya kwamba yeye ndiye Mungu na ataendelea kuwainua na ataendelea kuwapigania, sababu yeye ndiye Jehova, yeye ndiye Mungu mwenye mambo zote. I'm looking for a verse ambayo inasema yeye ndiye Mungu ambaye huwasaidia, anaweza kuwatia nguvu so that they may be able to excel. Yeye ndiye Mungu ambaye ameahidi wana wa Israeli na akaambia ya kwamba I am the Lord who giveth you power to make increase. Jehovah will help you. Nimeangalia hiyo verse, nitawapea kabla tumalize. He is Jehovah who will give you power to increase. He is Jehovah if you believe in Him. Finally God said, tumpende. If we penda God, tukimpenda huyu Mungu, kama vile tumesema, tukimpenda Jehova, yeye atasimama nasi. Again in Psalm 91, Mungu ameongea mambo ya kumpenda. Tukienda nyumbani ni vyema kujua ya kwamba Mungu mwenyewe ametuahidi tukimpenda yeye ataprotect kila mmoja wetu. Tukimpenda yeye atajibu maombi yetu. Tukimpenda Mungu atapigana vita zetu. Tukimpenda huyu Mungu ataendelea kuona maisha yetu, ama ataendelea kutupa sifa ndani ya maisha hii ya ulimwengu. Siku ya leo ni vyema kuangalia yale unapitia. Ni vyema kuangalia yale unapitia. God has only one agenda. In Matthew chapter 22 verse 7, Mungu anaomba ya kwamba that we may serve our God with all our heart. We may push God's agenda every time. Tunaposimama, it is good to obey the will of God. It is good to obey the power of God. It is good to stand in the presence of our God. Jehovah ametuita. Na wakati ametuita, mambo inaweza kuwa mangumu. Lakini kama kanisa, are we obedient with the will of God? Sisi kama kanisa tunaweza kusimama katika pengo na tutii Jehova. Tusimame katika pengo ili tuweze kuona baraka za Jehova. Yeye ni mwaminifu. Yeye ametuahidi ya kwamba He will provide. Atatuheal maisha yetu, atatuponya maisha yetu, sababu yeye ni mwaminifu. Hezekia aliposimama mbele ya watu, viongozi walikuwa karibu kutekwa nyara na vita ilikuwa nyingi. In the second Chronicles pale tulisoma neno la kutuongoza. Biblia yasema ya kwamba naye Hezekia akaambia watu ya kwamba hawa watu wamesimama na damu na nyama, lakini pande yetu tuko mikononi mwa Mungu ambaye ni Jehova na atatupigania. Siku ya leo kama wana Emmanuel, hata ikiwa tumefinywa sana, hata ikiwa tunapitia mambo mazito, hata ikiwa maisha yetu inakaa imesimama, hata ikiwa kama kanisa twajua ya kwamba mambo inaonekana kama haiwezekani, Mungu ametuita akatuambia kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Yohana akasema alipokuwa anaandika lile andiko in 1 John chapter number 5, ile tulimesoma,
kilichozaliwa na Mungu kushinda ulimwengu. Siku ya leo kama kanisa, hata ikiwa tuna mambo mazito, hata ikiwa tunapitia mambo makali, naomba ya kwamba siku ya leo tuweze kusimama mbele za Bwana tukijua ya kwamba ukienda nyumbani, kilichozaliwa na Jehova hicho kitashinda ulimwengu. Sababu mzigo wa Jehova anasema ya kwamba it is not burdensome, sio mzito. Jehova maagizo yake sio makali. Ikiwa tutasimama kama kanisa, yeye Mungu atasimama nasi. Najua tutapata zile notes, utaweza kuangalia huko ndani, sababu kuna vitu nyingi nimewaacha. Naomba tusimame ili tuweze kuomba. Sijui ni yapi umezaliwa, sijui ni yapi unapitia, lakini siku ya leo ni vyema kujua ya kwamba kilichozaliwa na Mungu hicho ushinda ulimwengu. If you only learn to obey the will of God, ikiwa kama wana Emmanuel tutatii Jehova, ikiwa tutapenda Mungu, tutajua ya kwamba He is the Lord who giveth us strength to be able to make wealth. Yeye ndiye Jehova ambaye anatupa nguvu. Verse number 18. Yes. Hiyo verse ndio nilikuwa natafuta sana ili tuweze kumaliza nayo. Jehova anapotuita, verse yes. Bali utakumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupeaye nguvu za kupata ajira. That is Deuteronomy chapter number 8 verse number 18. Ukienda utasoma lile verse. Deuteronomy chapter number 8 verse number 18. He is God who giveth us power to create wealth. Yeye ndiye Mungu anapokupea nguvu za kutengeneza mali. Tunaposimama siku ya leo kama kanisa, ikiwa ungetaka kuwa mshindi, ikiwa ungetaka kuwa mtu ambaye atakuwa na neema za Jehova, basi lazima ukae uzaliwe na Mungu. Naye Mungu ametujulisha ya kwamba He is Jehovah who helps us to create wealth. Sababu chochote kile kimezaliwa na Mungu hicho kushinda ulimwengu. Sijui ni nini imekushinda siku ya leo. God is calling you so that He may help you to overcome. Are you there? You are going through difficult time. You may not be able to have enough strength to overcome. Siku ya leo Jehova anasema chochote kile kimezaliwa na Mungu hicho ushinda ulimwengu. Zaliwa na Mungu, pata nguvu za Mungu, naye Jehova atasimama na boma yako. Mungu atasimama na familia yako. Mungu atasimama na kazi yako. Mungu atasimama na mawazo yako, mahitaji yako. Jehova atasimama nayo. He is our God. Yeye ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu tunayempenda. Tukimpenda atatembea nasi. Tukimpenda atasimama nasi. Tukimjua atatupea the protection we need. Kama vile David alisema, huyo Mungu atatupea chochote kile tunahitaji kama wana Emmanuel. Pesa ambazo zinahitajika za ujenzi, yeye Mungu ndiye atapeana. Pesa ambazo zinahitajika katika hali ya MMF, yeye ndiye atapeana. Familia zile zinapitia mambo mazito, Jehova ako miongoni mwetu. Hotoria kwathire na Joshua kiuga, niye na nyumba yako nengo tungatira Jehova. This is a high time tuweze kusimama kama Joshua, tuseme ya kwamba mimi na boma yangu nitaweza kumtumikia huyu Bwana, nitaweza kumpenda huyu Mungu, nitaweza kusimama katika pengo, nitaweza kusimama na kazi yake, nitaweza kutoa kile amenipea ili niweze kusimama na hii kazi. He is our Jehovah, He is our God. Joshua keroga makehita, ona nyothe mwalega gai. Joshua keroga makehita, tore tugatagira Ngai.
Roho yako iko wapi, mwana Emanueli? Madhabahu ya Jehova inalia juu ya roho zetu, wale tumekataa kumtii Jehova, wale tumeshindwa kumpenda Mungu, wale tumeshindwa kufuata maagizo ya Jehova. Madhabahu ya Jehova inalia kama wana Emanueli. Ni vyema kufuata yale mambo matatu ili kama mtoto wa imani tukaweza kunawili. Tunapotoka katika madhabahu ya Jehova, tunapotoka katika mlimani mwa Mungu, tunapotoka katika madhabahu ya Jehova tukielekea nyumbani, naomba wana Emanueli tujue ya kwamba lazima tutii Jehova, lazima tumpende Jehova, lazima tujitoe kwa Jehova, ili tunapotoka kule nje maisha yetu ikaweza kusimama, boma zetu zikaweza kusimama, kazi zetu zikaweza kusimama, maisha yetu ikaweza kusimama. Jehova ako pamoja nasi siku ya leo. Ni vyema kumjua huyu Jehova na tutembee na yeye sababu anatupenda. Baba Mungu ishie milele, tuko mbele zako adhuhuri ya leo. Umenena nasi na umetukumbusha kama wana Emanueli, chochote kile kimezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Basi naomba Jehova utupe roho wa kukupenda, utupe roho wa kukutii, utupe roho wa kukuogopa, ili kama wana Emanueli tupate zile roho za kukufanyia kazi. Tunapokuogopa Jehova, tunapokupenda, tunapokutii Jehova, tuweze kupata zile baraka umetuahidi. Watoto wetu waweze kusimama, watoto wetu waweze kunawili, familia zetu ziweze kusimama, sisi kila mmoja wapate ile protection unapedana. Chochote kile tunahitaji, mikono yetu ikae kubarikiwa, sababu wewe ni Mungu. Tufundishe Jehova, tunapofungukana siku ya leo, tuomba Jehova ukaendelea kututembelea. Pengine miongoni mwetu kunaye anapitia changa mzito, na uko katika madhabahuni mwa Bwana, na ungetaka kuleta mzigo wako kama vile Daudi alifanya. Alipoindwa na adui, alijua ya kwamba hakikimbilia Jehova asubuhi, huyo Mungu husikia dua lake. Na asubuhi ya leo pengine uko na jambo mzito, na wewe ungetaka kukimbilia huyu Jehova. Daudi akasema, nitakukimbilia Jehova ili Mungu nisiaibike. Pengine uko karibu kuaibishwa na Shetani, pengine maisha imesuswa chini, pengine unalia sana sababu ya uchungu ambao unapitia. Na asubuhi ya leo ungesema umhubiri, yes I am the one, Jehovah is able to see you through. Asubuhi ya leo anasema yeye anasikia kilio chako, yeye anaona machozi yako, yeye anaona yale unapitia. He is ready to rescue you. Yako karibu kukuokoa, hako karibu kukuinua, hako karibu na wewe akupiganie. Asubuhi ya leo are you there? Ungetaka kulilia huyu Bwana na ungesema, kweli mimi napitia yale, ningetaka neema ya Bwana. Are you there? You are going so difficult times. Mungu anasema kilichozaliwa na Mungu hicho kitashinda ulimwengu. Ikiwa uko pale na ungetaka pia kusimama na ukonfesi ya kwamba Jehova anaokoa, pia hata wewe tukupana nafasi usongee huku mbele, tutaomba na wewe. Asante kwa wale wameinua mikono ili tuweze kuomba pamoja na wao. Asante kwa hiyo mikono imeinuliwa kwa sababu ya yale tunapitia. Na asubuhi ya leo Jehova, yeye yako mahali hapa na yeye atatutembelea. Jehova anatujua, Jehova anatujali, Jehova anatuwaza mema. Wana Emanueli, kabla tutafute msaada kwingine, siku ya leo roho zetu zitafute msaada kwa Jehova. Yeye ndiye anaweza. Asante kwa wale wameinua mikono. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza.
Ni kweli Mungu wanapitia mambo mazito ndani ya maisha yao. Wamebeba mizigo ambao iko karibu kuwazusha chini. Lakini Mungu ishie milele, tumekimbilia kwako. Jehova, umetuambia ya kwamba neno lako ni ngome imara. Wenye haki walikimbilia hapo watasimama imara. Ndipo sasa asubuhi ya leo, we are running unto that name, Jehovah. That name which is a strong tower, where do the righteous one can land and get their safety. Asubuhi ya leo Jehova, wengine wako karibu kuaibishwa na shetani, lakini umetuahidi ya kwamba wewe ndiye Jehova mtakatifu. Wewe ndiye Mungu utasimama na watu wako. Wewe ndiye Jehova utapigania watu wako. Wewe ndiye Jehova utabariki watu wako. Basi nakabidhi hizi familia kwako. Jehova, tembelea hizi familia. Watembelee wapendwa hawa. Huyu mama mtembelee. Angalia kilio cha huyu baba. Angalia kilio cha huyu mama. Angalia kilio cha huyu baba. Jehova, asubuhi ya leo, muondolee machozi, muondolee kilio chake, muondolee aibu. Tuko katika madhabahu asubuhi ya leo. Jehova, tembea ndani ya boma hizi. Tembea ndani ya maisha haya. Tembea ndani ya watu wao. Hawa wanakulilia Jehova. Watoto wao wanaangamia. Watoto wao wako karibu kuisha. Jehova Mungu uishie milele. Komboa watoto wetu. Wakomboe asubuhi ya leo. Wakomboe asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu. Tumekukimbilia Jehova. Tumekukimbilia Mungu. Tusiaibike Mungu. Tusiaibike Mungu. For the sake of your word, Jehovah. For the sake of the confession your people have. Kwa sababu ya vile wanajitoa kwa kazi yako. Kwa sababu ya vile wanasimama na kazi yako. Kwa sababu ya vile huwa wanakuita usiku na mchana sababu ya kazi yako. Oh Mungu uishie milele. Twawakabidhi hawa mikononi mwao. That they may lack nothing, Jehovah. They may lack nothing in this season, Jehovah. They may lack nothing, oh Jehovah, in your presence. What they desire this morning, Jehovah, may you provide to them. Jehovah, may you provide to them. In the name of Jesus. Uplift their families, oh God. Uplift their lives, Jehovah. Uplift their lives, Jehovah. Give them the victory they need. As they need this particular place, oh God. Give them the victory they need. As they walk out, oh God. We pray for victory in their lives. We pray for victory in their families. We pray for victory in their jobs. We pray for victory upon their children. In the name of Jesus. Stand with your people, Jehovah. Simama na watu wako. Simama na watu wako. Simama na watu wako. Simama na watu wako. Tenda mema. Tenda mema. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tembea asubuhi ya leo. Mungu ishie milele. Nakabidhi hayo madhabahu mikononi mwako. Hawa washirika huwa wanakuja katika madhabahu haya sababu wanataka kukujua. Wamekutambua ya kwamba wewe Mungu waweza. Wamejua msaada wao wote watoka kwako. Wamejua nguvu zote zao zatoka kwako. Na wewe Mungu ndiye unaweza kuwapa nguvu za kunawiri. Wewe ndiye Mungu unaweza kuwapa nguvu za kutafuta fedha. Wewe ndiye Mungu unaweza kuwapa nguvu za kutafuta ajira. Na adhuhuri ya leo tusimama katika pengo madhabahuni mwako. Ili Mungu kila mmoja wetu anapotoka mahali hapa, twawaombea baraka juu ya maisha yao. Twawaombea ushindi ndani ya maisha yao. Twawaombea utukufu wako juu ya maisha yao. Twawaombea Jehova protection ambayo yatoka kwako. Zingira watu wako Jehova. Zingira watu wako Jehova. Wanapotoka madhabahuni haya, Jehova, watoto wakiwa wamebarikiwa. Watoto wakiwa wameinuliwa. Wakiwa wametolewa makuu katika jina la Yesu. Wale ambao wako na ushi, wako na ugonjwa, katika madhabahuni haya ulitupia neno na neno likaponya watu wako. Basi toa uponyaji juu ya watu wako katika jina la Yesu. Watembelee Mungu. Simama na familia zetu katika jina la Yesu. Tuko kwako Jehova ili Mungu tusiaibike. Tutembelee Jehova. Tutembelee Mungu sababu wewe
ndiye utatuzaa tena. Bwana Emmanuel Jehova, tuzae tena ili tuwe wanako Jehova, sababu kile umezaa Mungu kushinda ulimwengu. Basi tupe nguvu za kushinda adui, tupe nguvu za kushinda ulimwengu, tupe nguvu za kushinda yale tunayopata katika jina la Yesu. Tunapokuja katika mlimani mwako, twaomba Jehova ukaweze kusimama nasi, twaomba Mungu ukawe Jehova ndani ya mlima huu katika jina la Yesu. Mungu ishie milele. Unapotubariki tukitoka nchi, twaomba Mungu utupe roho ya kutoa katika madhabahu. Jehovah, teach us to know to connect ourselves with your altar through our givings, O God. Jehovah, we need your grace. We understand we are under COVID-19. But Jehovah, you have given us a promise today. Wale watasimama kama vile neno lako nasema, wasimame na utakatifu, waweze kutii, waweze kukupenda, waweze kukuogopa. Have you wrapped nothing in their lives? How, Jehovah God, I pray, God of all provisions, God of all provisions, may you teach us to fear you, may you teach us to obey you, may you help us to love you, that every time when we come, we will be in a position to release what belongs to you. We will have the grace to give what belongs to you. Jehovah, kuna kazi ambayo iko mbele yetu, kuna MMF iko mbele yetu, kuna kazi ya sanctuary ambayo iko mbele yetu. Tunapojiandaa ili tuweze kutoa, tunapojiandaa ili tusimame na jengo lako, tunaposimama na kazi yako, touch our pockets, Jehovah, touch our hearts, Jehovah, that we may love to give you, we may love to honor you, we may love to give what Jehovah you have given us, O God. Bwana Emmanuel, tutakuwa tumeinuliwa na wewe. Tunapojitolea Jehova, tuwe Jehova na wewe, simama nasi. Tufungue minyororo ya shetani, tufungue minyororo ya shetani. Tunaposherehekea the 100 years of our eldership in this church, Jehovah God, may you, Jehovah, open the hearts of our lives, O God, ili tufunguke, that we may become vessels of honor in your kingdom. Bwana Emmanuel, Jehovah, make us vessels of honor in this kingdom. Area hii, Jehovah, make us vessels of honor. Ili Mungu, wale wanatuona huko nje wapende kukuja nyumbani mwako, wale wanatusikia huko nje wapende kukuja mlimani mwako. Jehovah, tembea nasi. Grant us favor as we go up. Grant us victory as we go up. Grant us power to overcome as we go up. We stand in your presence, O God, because Jehovah, we know